siku ya Jumamosi kama kawaida. Tarehe ndo kidogo imbadilika, si hilo iliyokuwa ya jana. Leo tarehe 29 mwezi wa 3. Tunawambia mwezi wa 3 unaenda ukienda kabisa. Mtazamaji, siku zote huwa tunawakaribisha kwa kipindi. Wewe mwalimu, mwanafunzi ama mpenzi wa lugha ya Kiswahili, karibu sana. Siku zote mimi naitwa Mike Maliba ama Musungu, nina mwalimu Brian, pia upande wa pili yupo Hiran ama wengi mnamuita Baba Stacy. Bungoma kumenyea sana usiku wote na hata kufikia sasa hivi. Mwalimu vipi bwana? Salama. Unaendeleaje? Nipo salama. Kazi ndio imekuwa nyingi, lakini tunashukuru. Maisha lazima yaendelee kama kawaida. Hiyo kazi ndio siku hizi unaishi Mumias bwana. Naam. Mvua ija kutatiza? Ipo. Mvua haijakuwa Bungoma peke yake. Mvua nadhani sehemu nyingi zimepokea mvua leo. Naam. Nimeamka asubuhi kulikuwa kunanyesha. Nimekuwa shuleni kidogo kwa muda mchache. Bidii unazo kweli. Nina bidii. Mimi ni mwalimu mwenye bidii. Kabla yani umeamka ukaenda kufunza kidogo. Naam, ndo nikakuja studioni. Vizuri. Naam. Vizuri. Vipi leo umetuandalia nini? Tunaendeleza fasihi simulizi. Jumamosi ambayo imetangulia tulikuwa tunazungumzia mazungumzo katika fasihi simulizi. Tukaangalia vipera viwili vya mazungumzo, malumbano ya utani, na tukaangalia vile vile hotuba. Lakini leo hii nataka tuzungumzie mawaidha na maapizo. Chini bado ya mazungumzo tu katika fasihi simulizi. Mawaidha na maapizo. Mawaidha ni yale ambayo wazungu wanaita advice. Na nilikuwa naambiwa na wale jamaa wa Kiingereza wana mambo. Wanasema mwendelezo wa advice. Kwamba kuna advice ukiandika kwa njia fulani itakani kama ni kifaa, a device. Na kuna advice sasa ya kutoa nini? Kutoa ushauri. Sasa lakini lugha naye ni ya wageni, sisi hapo hatupo. Kwa hivyo mawaidha tungali tu pale fasihi simulizi. Naam. Fasihi simulizi utaanzu wa mazungumzo. Lakini sasa mawaidha na maapizo ni vipera chini ya mazungumzo. Kwa hivyo tuanzie papo hapo mwalimu. Labda mawaidha ni nini kwa yule ambaye labda anatutizama sasa hivi? Mawaidha ni mazungumzo ya kutoa ushauri, nasaha kwa jamii au kwa watu husika. Mfano tu kwamba mzazi ambaye ameketi nyumbani pamoja na mwanafunzi, kabla mwanafunzi hajakuja shuleni, akitoka, najua hata wewe huwa unazungumza na watoto kabla hawajatoka wakaenda shuleni. Kuna tu wosia unawapa, na si kwamba hata shule pekee yake, kuna muktadha tofauti ambapo masuala yanajitokeza ama yanajengwa. Lakini haswa mfano mzuri ambao utaendana na wanafunzi. Mfano tu ni kwamba, kwa mfano tu mwanafunzi akitoka kwenda shule, utasikia mzazi anamwambia kwamba mwanangu mwanangu rudi shule, zingatia masomo, tia bidii masomoni, jiepushe na watu ambao wana hulka mbaya, siku zote kumbuka kwamba maisha yako ndio kesho yako. Vitu kama hivyo anazungumziwa na anaandaliwa yule mwanafunzi ndiposa atoke aende wapi? Aende shuleni. Kwa hivyo ukiangalia mazungumzo kama haya sasa ndio tunarejelea kama nini? Mawaidha. Mawaidha pia ni ushauri ama wosia. Na wosia. Na kitu kingine pia vile vile ni kwamba ni kawaida na ni desturi kwamba watu ambao wameenda kwa umri ndio utoa wosia ama mawaidha. Hawezi fanya vinginevyo, lakini japo inawezekana, lakini mara nyingi Maliba, mtoto wako hakupatii ushauri, ni wewe unampa ushauri. Unanikumbusha asubuhi wakati ambapo nilikuwa natoka kwa boma, niliambia wanangu kwamba nisiwahi pata mtu ameenda nje ya boma hili. Kwa sababu gani unataka watoto watoke? Kwa sababu ya mvua nyingi. Sasa sijui kama pia hiyo mawaidha. Ni mawaidha, unawatoa ushauri, umewaelekeza. Unaweza sema kama ni mawaidha, ni ushauri na wosia, na vile vile pia kuna kuelekeza. Unaelekeza, umepeana maelekezo pale kwamba
mtu asiwahi toka nje wakati kunanyesha. Kuna sababu iliyokufanya wewe ukawaambia kwamba ukiwa kunanyesha nataka watu waketi ndani ya nyumba na watulie. Naam. Pale umesema kwamba siku zote mawaidha hutolewa na mtu ambaye anakuzidi umri. Kwa hivyo tukuje pale kwenye sifa za mawaidha. Mawaidha kutolewa na mtu ambaye anakuzidi umri tulivyosema. Na tunasema kwamba pengine angaa huo ni mfano mzuri wa sifa za mawaidha. Lakini katika muktadha huu kwanza kabisa mwanafunzi aelewe kwamba mara nyingi 99% tulisema kwamba baraza la kutahiri mtihani siku hizi hawaleti maswali ya moja kwa moja. Utaulizwa kwamba eleza sifa za mawaidha ama uambie kwamba mawaidha ni nini. La. Kwa hiyo jambo la kwanza mwanafunzi anapaswa kujua kwamba mifano ya mawaidha ni yapi. Na utajuaje kwamba kifungu ni mawaidha kwa mfano. Mawaidha pia nimesema ni ushauri ama wosia. Kwa hiyo swali kuu ni kwamba ukipewa utungo fulani, utajuaje kwamba tungo ambalo umepewa linarejelea nini? Mawaidha. Kwa hivyo unaangalia kuna tu vigezo fulani utaangalia. Utaona kwamba kuna wahusika ambao wanatajwa na hao wahusika hata usipotaja moja kwa moja wanapewa nasaha fulani. Nimesema mfano kuna mawaidha ambayo yanaweza jikita katika masuala ya masomo. Kwa kuwa na mawaidha ya kinyumbani ama kijamii. Kama ulivyosema kwamba uliwaelekeza watoto nyumbani. Kuna mawaidha yanaweza kuwa vile vile katika muktadha rasmi wa dini. Kunaweza kuwa na mawaidha vile vile katika taaluma fulani ama taaluma tofauti. Mfano unaweza kuwa kama mkurugenzi na uite wafanyikazi wapatie mawaidha au wosia. Useme kwamba kampuni ama shirika hili linajivunia sana utendakazi mzuri kwa miaka takriban 20. Leo hii tunazungumzia miongo miwili ya kuwapatia wateja wetu bidhaa vile vile kuwasaidia ama kuwapatia mauzo mazuri katika biashara yetu ambayo tumefanya kwa muda huu wote. Mimi kama mkurugenzi nataka kuzungumza nanyi kuhusu umuhimu wa kuelekeza wateja vizuri na pia kuwa na mlaka mwema. Ile mnaita customer relation. Mlaka naam. Umuhimu wa kuzungumzia kuwa na mlaka mwema na wateja. Kwamba siku zote wewe kama mfanyikazi ukumbuke kwamba mteja ndiye mtu wa muhimu sana kabla kitu chochote kile. Wajua sasa unawaelekeza na unapatia wosia. Kwa hivyo utaangalia mazungumzo yale alafu utajua kwamba haya ni mazungumzo. Lakini mazungumzo ina gani? Ni ushauri au wosia. Katika muktadha wa kanisa pia vile vile iwapo wewe ni Mkristo utapata kwamba kuna pale mtu ambaye anahubiri. Na mhubiri hapo katika naambiwa kwamba katika madhehebu tofauti kuna sehemu ambapo naambiwa kwamba unaweza ukiwa umekwazika ukaenda kumtafuta yule msimamizi wa dhehebu ukazungumza naye lakini sawa ni siri yenu nyinyi wawili. Ukawa unamwambia kwamba mimi mtumishi napitia haya na haya na haya au na tatizo hili na hili. Je, naomba msaada wako. Kisha akaanza kuzungumza nawe. Akakuelekeza kwa sababu yeye si Mungu. Na kama ni msaada wa pesa hata kupatia pesa. Kama unajihisi kwamba unataka kujiua hata kupatia kamba ya kujiua. Ataamua kukusaidia. Na anapokusaidia anakupatia ushauri au nasaha ya maisha. Kwa hivyo kipera hiki cha mawaidha ni vitu tofauti. Nimesema kuna familia, kuna jamii kama dini, kuna masuala ya elimu na kadhalika. Sasa swali alilokuuliza ni kwamba je, sifa ambazo zinatambulisha mawaidha ni yapi? Sifa ya kwanza nimesema mawaidha anga hutolewa na mtu aliyemzidi anayepokea kwa umri. Nimesema kama wewe kwa mfano unawashauri watoto. Ni kama kwa mfano mimi sasa kama mwalimu sasa siwezi shauriwa na wanafunzi. Wanafunzi waniambie mwalimu Brian sasa keti chini tunataka tuzungumze. Okay, kuna lile swala la pengine tunaweza tukazungumza kwa misingi ya kikawaida kwamba unajaribu kuwaelewa wale wanafunzi na kuwapatia nafasi ya kuzungumza nawe moja kwa moja. Lakini hatuzungumzie hayo. Tunazungumzia ushauri sasa. Kwamba aidha ni maisha yangu mimi nataka nizungumziwe. Pengine mamangu mzazi atanishauri au babangu mzazi atanishauri. Lakini uwezi ukapata mtoto mdogo ama mtu ambaye ni mdogo akishauri. Mwalimu hapo kwa mfano wewe
Kwa mfano sasa hivi tupo kwenye msimu wa mvua, na labda unajua masuala ya mazingira, umeenda kuwafunza watu kwenye kijiji fulani, wewe katika umri huu unaenda kule kwenye kijiji fulani, watu ni wazee, pale utakuwa unatoa ushauri? Utakuwa unatoa, lakini sasa tunaangalia kwamba kuna zile tunaita exceptions katika Kiingereza. Lakini tunaangalia je, kikawaida. Wajua hapa tutasema kwamba kuna watu wadogo pia wanatoa ushauri. Tunaangalia 90% mazungumzo haya yanatokana na nini haswa? Huwa ni watu ambao wamewazidi watu aghalabu. Ndio maana wanasema aghalabu, si kama lazima. Ukiangalia matumizi yetu si vizuri, tunasema aghalabu hutolewa. Hatusemi kwamba moja lazima iwe inatoka. Aghalabu inamaanisha kwa kiwango kikubwa. Huchukua mkondo huo kwa kiwango kikubwa, lakini inamaanisha kwamba kuna njia pia unaweza pata watu ambao pengine wana umri mdogo wanawashauri. Kwa mfano hata unaweza kuwa wewe ndio una elimu ama taaluma fulani, umeenda kuzungumzia watu ambao wamekuzidi umri, utakuwa na washauri, lakini wewe sasa tayari unafanya nini? Una umri wa chini, au kiwango chako cha umri ipo chini kidogo kwa wale wengine ambao wanazungumzia. Kwa mfano tukiwa papo hapo, unaweza pata kwenye msikiti wa Waislamu, ndugu zetu Waislamu sasa hivi wamo kwenye naambiwa kwamba wanafungua kesho ama Jumatatu pale. Utakuta mtoto tu mdogo anatoa ushauri kwa wazee wameketi kwenye mikeka. Mtoto mdogo ndiye anaye toa ushauri ule. Kwa hivyo inalingana pia na muktadha na mazingira ambamo mazungumzo yanatoka na muktadha, lakini kitu cha kimsingi ni kwamba huwasilishwa mbele ya watu. Sifa nyingine kwamba mawaidha huwasilishwa mbele ya watu. Hawezi ukaanza kupatia watu mawaidha na wewe mwenyewe au watu hawapo. Lazima watu wakue. Kisha wewe ambao unapeana, vile umesema tu kwamba watu wameketi kwenye msikiti, umesema watu wameketi, kisha kijana yule anafanya nini? Anawahutubia. Kwa hivyo ni mazungumzo anatoa, lakini ni mawaidha anayotoa mbele ya watu. Kwa hivyo kuna kutolewa mbele ya watu au kuwasilishwa mbele ya watu. Kisha aghalabu vile huzungumzia takriban vipengele vyote vya maisha. Kwamba tujikiti katika kitu kimoja tu, tunajikita katika vitu vingi. Kuna masuala ya ndoa, kuna masuala ya siasa, uongozi, kuna dini tumezungumzia, kuna masuala ya mlahaka na watu na kadhalika. Kwa hivyo tunaangalia vipengele vyote angaa vya maisha katika kuzungumza. Kisha kitu kingine ni lugha inayotumika. Wasia au mawaidha au ushauri hutumia lugha ambayo huwa ya upole na utaratibu, bila kukwaza. Kwamba iwapo unazungumzia mtu ambaye tayari amekata tamaa maishani, hawezi tayari kuanza kutumia lugha ambayo haina matumaini. Kwa hivyo aghalabu lugha inayotumika ni lugha ambayo huwa inajaa matumaini, kwamba iwapo unaelekeza mtu, basi mpe sababu ya kuishi kwa mfano, au sababu ya kuzidi kutia bidii maishani. Pengine wewe ni mtu ambaye ametia bidii na anahisi kwamba hajapata chochote maishani. Kuna watu ambao wanakata tamaa, wanatamauka. Katika Kiswahili fasihi tunasema kutamauka. Kwa hivyo mtu ametamauka kwa sababu ama kisanamana anahisi kana kwamba maisha hayajamuendea alivyotaka yeye. Unajua sisi binadamu wote tunataka maisha yatuendee jinsi ambavyo tunataka, ambapo si rahisi. Mtu anasema unataka ile nyama kila siku, unataka utakuwa na gari kubwa, uliendeshe gari kubwa, uwe na mshahara mnono, lakini maisha hayawezi kupeleka hivyo. Kwa hivyo kuna watu ambao wanakata tamaa maishani. Sasa ni wewe mshauri kumuelekeza kwamba sio mwisho wa maisha. Kwa hivyo ukizungumza naye huwezi tena kutumia lugha ya ukali. Lugha ambayo inatumika huwa ni lugha ambayo ni ya utaratibu, na aghalabu hujaribu kumtuliza au kumuelekeza na kumpatia matumaini. Huwezi kuwa unazidisha kukandamiza ama kudidimiza matumaini ya mtu ambaye tayari hana matumaini ya kesho nzuri, au kesho yake tayari haieleweki. Alafu vile huibua maadili mema katika jamii. Maadili mema katika jamii. Kwamba huwezi kuona mtu anakupatia mawaidha na anakuambia nataka uchome shule kabisa. Ati mwalimu anamwambia inawezekani, ati mzazi anamwambia nataka uende shuleni, ukifika shuleni piga walimu. Wakikwambia kitu usisikize, na akijaribu kuleta kichwa piga.
sheria itakulinda wewe, piga walimu. Sidhani kama yapo mawaidha kama haya. Haiwezi. Kwa hivyo mara nyingi mawaidha yanazungumzia maadili mema katika jamii. Unaadilisha jamii kiujumla. Alafu ujumbe vile vile hulenga hadhira maalum. Ujumbe ulenga hadhira maalum. Nikija kuzungumza na wanafunzi, siwezi anza kuzungumza vitu ambavyo havielewani na wanafunzi. Ukizungumzia ushauri wa ndoa, katika maisha unazungumzia ndoa. Hauwezi kuanza kuzungumzia ndoa na watu ambao unazungumzia katika ndoa ni watoto wadogo wa umri kama wa miaka 14 ama 15. Ushauri wa ndoa na familia hutolewa kwa watu ambao wamekomaa. Na aghalabu aidha wanaelekea kupata ndoa au wapo kwenye ndoa. Kwa hivyo umri pia vile vile ni kitu cha ni kigezo cha muhimu. Tumesema kwamba hicho kigezo kinakuja katika hadhira maalum. Kwamba uhusia wako au mawaidha yako lazima yalenge hadhira husika. Ndiposa yale masuala ambayo unazungumzia jitokeze moja kwa moja kiwazi. Alafu pia mwalimu pale sijui kama wanaopokea mawaidha lazima wakubaliane kikamilifu 100% na yule ambaye anatoa ushauri. Na kubaliana sasa, wajua tayari wewe ni mtu hata wengine wakubaliani nao, lakini kitu cha kimsingi ni kwamba mambo ambayo unazungumzia ndio yanafaa kuwa yana mwelekeo. Mfano ukiambia vijana kwamba waache kutumia mihadarati, si vijana watakubaliana nayo, wanataka raha. Kwa hivyo si kwamba lazima wakubaliane na kile ambacho unasema, lakini kimsingi ni je, maadili yanapatikana wapi kwenye kutumia mihadarati au kutotumia. Kwa hivyo kitu cha kimsingi ni ujumbe unaopitishwa ni ujumbe ambao unaadilisha. Si kwamba wale ambao wanaambiwa ujumbe, kwa mfano unaambia wanandoa msianze kuzini kwenye ndoa, na wale ambao wameketi pale kuna wale ambao wanataka mipango ya kando. Sasa utakuwa unawaambia, lakini wewe sema kwamba lazima ukubaliane nawe, lakini cha kimsingi ni uzinifu na kutozini gani muhimu na gani ambayo ni ya kimsingi na inaadilisha. Zungumza pole pale pa mipango ya kando hapo mwelekezi wangu Iran anaweza tarusha mbali. Kisha baada ya sifa za mawaidha kuna muundo wa mawaidha. Alafu pia kabla tujaenda kwa muundo wa mawaidha mwalimu, yule anayetoa mawaidha si lazima aonane na wanaopokea mawaidha moja kwa moja. Unaweza toa mawaidha kupitia kwa simu. Naam, kuna njia, lakini sasa bado kutakuwa ni hadhira. Kwa sababu hiyo tutakuwa tumesema ni kama kufundisha. Nafaa kufundisha nikiwa darasani. Lakini sasa hivi kama kwa mfano tunazungumza nafundisha na kuna hadhira ambayo inanifuatiliza. Wananifuatilia na kufunza, lakini sipo nao moja kwa moja. Lakini mwisho wa siku wale ni hadhira. Kwa hivyo kitu cha kimsingi ni kwamba kuna hadhira na kuna hadhira maalum inayolenga. Sasa mawaidha huwa na utangulizi, mwili kisha hitimisho. Utangulizi, mwili kisha hitimisho. Utangulizi hutoa kauli yenye mvuto ya kuvuta umakinifu wa wanaozungumziwa. Nikija shuleni kuzungumza na wanafunzi, shuleni ambapo sifunzi, nafaa kupeana mawaidha. Nipewe wanafunzi kwenye ukumbi. Sitaingia pale moja kwa moja na nianze kukuja sura yangu niseme mimi naelewa mwalimu Brian Whitkins yule mnajua, na mimi sipendi ujinga. Kwa hivyo leo tunataka tuzungumzie kwa nini mnaanguka na mnafeli mtihani. Nimeongea na mwalimu mnafeli vibaya sana, na leo hii muache upumbavu wa kufeli. Haiwezekani. Hayo si mawaidha. Kwa hivyo lazima nitaanza kauli zangu kwa njia fulani ya kuvuta umakinifu wa wale wanafunzi na hadhira ambayo inanifanya nini? Inanifuatilizia. Kwa hivyo katika utangulizi tumesema kauli zenye kuvuta umakinifu wa hadhira kutumika kwenye mawaidha. Katika mawaidha. Kisha hapo ni utangulizi. Kisha maelezo ya kijumla kuhusiana na matarajio ya kikao hujitokeza hapa. Ni mtu ukitisha mkutano leo hii, alafu watu waje watakuwa wameketi pale, sasa kutakuwa na ile swala la tumeitiwa nini? Wataulizana. Umesema tu kwamba tuna kikao leo, tukutane saa 8. Wameketi, watu wamekuja wameketi. Wewe uko pale mbele na wenzako mmeketi pia vile vile. Au watu ambao wanataka kuzungumzia ama kuhutubia wanajiuliza tumeitiwa nini hasa? Kwa hivyo katika utangulizi wako lazima ueleze
kiini haswa cha kitu ambacho kimewaleta pale. Na hivyo vitu ambavyo nazungumzia vinatokea wapi? Kwenye utangulizi. Baada ya utangulizi kuna mwili. Mwili sasa ndio tunazungumzia hayo masuala kiundani. Kwamba je, mada yangu ni ipi? Mada inayorejelewa huzungumziwa hapa kwenye mwili. Kwenye mwili hapa ndio tunatoa wosia, mwelekeo, tunatoa pale kuonya na kuadilisha vile vile. Kwa sababu pia vile katika mawaidha pia tunaweza kuwa tunaonya watu. Kwenye mawaidha? Naam, tunaonya watu, tunamwambia kwamba iwapo utaendelea na wizi utashikwa uwekwe ndani ama uwawe. Hiyo ni onyo tayari tumepeana. Kwa hivyo kando na kupeana mawaidha, vile vile tunaweza kuwa tunaadilisha na kutoa nini? Onyo. Na tunatoa onyo kwa wale ambao wanafanya nini? Wanahusika katika haya masuala. Na tunawapatia moja kwa moja kwamba ni kitu kipi haswa ambacho wanafaa kuzingatia. Naam. Alafu tumesema 3 ni hitimisho. Katika hitimisho tunarejelea yale masuala ambayo tumezungumzia sasa, tunarejelea kwa ufupi. Na mwisho wa siku tunapeana kauli. Msimamo wako ni upi wewe kama mtu ambaye amepeana wosia? Msimamo wako lazima ujitokeze wazi. Iwapo nazungumzia kuhusu miadarati na nimemaliza na nimehitimisha, lazima nitasema kwamba jamii na serikali inapiga miadarati. Lazima tuhakikishe kwamba tunajiepusha na miadarati. Na wale ambao wataendelea kutumia miadarati, ole wenu. Serikali ina mkono mrefu. Hatua itachukuliwa. Sasa unaona hapo nimemalizia, lakini nimetoa nini? Msimamo. Kwa hivyo muundo wa wosia au ushauri au mawaidha, tumesema kuna utangulizi, kuna mwili, na kisha vile vile kuna nini? Kuna hitimisho pale mwisho. Naam. Pale mwalimu, sijui kama hatujatamatisha pale. Hapa pa mwili. Hoja zitakuja hapa, unaelezea moja kwa moja ama unataja tu ukipita hapa pa mwili? Mwili sasa ndio mwili ndio inabeba ujumbe wote ambao unataka kupeana. Kwa hiyo hapa ndio vipengele vya kuwasilisha vinafaa vijitokeze. Utumie viziada lugha, uvute umakinifu wa hadhira, wasilisho lako lipo vipi, utumie methali, nahau, jazanda, kwa sababu sasa hapa ndio uwezo wako wa kuzungumza na kupitisha ujumbe. Kwa hivyo lazima utafute pia vile vile njia mwafaka ya kupitisha ujumbe ambao unapitisha katika hadhira ambayo imelengwa. Naam. Pale pa mawaidha. Tangu niingie kidato cha kwanza hadi cha 4 hawajawahi tahini swali pale mwalimu. Mawaidha wametainiwa. Mawaidha wametaini katika mazungumzo, wametaini katika KCSE, katika fasihi simulizi. Lakini pia umesema kwamba huwa waleti vile ambavyo sisi wanafunzi tunatarajia. Siku hizi japo kule nyuma walikuwa wanaleta moja kwa moja, siku hizi wanapeana kifungu. Kwa hivyo ni wewe utambue. Nimesema kwa mfano tu unaweza ambiwa mwanangu unaenda shuleni kesho, zingatia masomo, Mungu akuongoze siku zote, kuwa mwanafunzi mwenye maadili mema, waheshimu walimu na wenzako shuleni, usiwe mwanafunzi mtoro shuleni, siku zote waheshimu wakubwa wako, elekeza wadogo wako shuleni na uwe mtu ambaye ni mcha Mungu. Ona sasa ni mawaidha. Kwa hivyo unaambiwa tambua kipera cha utungo uliopewa. Unafaa useme kama ni mawaidha au wosia au ushauri. Na kuna neno mwanangu. Sasa kuna maswali mengine unaweza ulizwa pale ambayo hayapo moja kwa moja. Unaweza ulizwa eleza nafsi nini katika utungo uliopewa. Nafsi nani anazungumza? Neno mwanangu ni lafali kuelekeze useme kwamba ni mzazi. Kwa sababu mtu ambaye anazungumza akipita mwanangu ni mzazi. Sasa tujaambiwa kama ni mama ama baba, lakini ni mzazi. Kisha nafsi nenewa ni mwana au mtoto. Mazingira mamo masuala yanatokea ama ushauri unajitokeza ni mazingira gani? Mazingira ya nyumbani. Kwa sababu gani? Mwanafunzi anajitayarisha kwenda wapi? Shuleni. Waona sasa. Alafu si maswali ya moja kwa moja vile ambavyo tunatarajia. Waza kuuliza hata pale mwisho unaweza ulizwa wewe ni mmoja kati ya watu ambao mnapania kuwasilisha utungo huu. Eleza mikakati utakayotumia ili kuvuta umakinifu wa hadhira yako. Hapo wanatakaje? Wanataka sifa za fanani bora. Lazima uweze kuelewa hadhira yako vyema, lazima uwe na ujasiri wa kuzungumza mbele ya watu. Lazima uwe mfaraguzi, uweze kufaragua na kuzungumzia masuala mengi
ambaye anaathiri jamii. Lazima ushirikisha jirani yako. Ukiwa unapeana wosia pia usizungumze tu na yule ambaye anazungumzia amenyamaza. Mshirikishe. Kutumia maswali kwa mfano. Je, wewe uliona kilichomfanyikia jirani yako yule? Atasema naam, niliona. Umemshirikisha. Kwa hivyo ndiye kushirikisha mtu katika mazungumzo ni kama kutumia maswali. Au yeye anaweza uliza swali, wewe ukajibu. Kwa hivyo maswali ndio maana wanaambia watoto waache kufanya ile inaitwa cramming. Kwamba mnashika vitu akifika ni nini unaenda pale, soma kuelewa. Soma kuelewa. Maswali yakija ni maswali ambayo atataini uwezo wako wa kuelewa. Wanafunzi wa siku hizi wana cram sana. Wanataka washike sehemu fulani. Ndio maana hata ukifundisha unasikia kuna baadhi ya shule ukienda kufundisha wanakuuliza mwalimu, tufundishe kitu cha kimsingi. Nini inaweza kuja kwa mtihani? Kisha anataka kuambia yule, kisha mwambie tena umwambie namna ya kujibu ile swali ambalo umemwambia moja kwa moja bila tatizo ama bila kujaribu kumwambia kwamba swali hili linaweza kuja kwa njia fulani. Hataki hilo. Anataka aulizwe moja kwa moja, je, swali linajitokeza vipi na majibu ni yapi? Hawataki kuelekezwa na kufundishwa. Wanataka kupewa na kupakuliwa njia ya mkato. Naam. Na wapo walimu ambao pia wamewazoesha hivyo. Wamewazoesha hivyo. Sasa hiyo ndio shida. Na ndio maswali yakija haya kuzungumzia dhana ya fikra kwenye mtihani, hamna kitu wanapata. Kwa hivyo pale pa wosia pale swali linaweza kuja upande wa sifa vile vile kuna zaulizwa njia na mikakati ya uwasilishaji. Hata unaweza ambia wewe mtafiti nyanjani unapania kufanya utafiti kuhusu kipera hiki ulichopewa. Kipera gani? Mawaidha au wosia. Kwamba wewe ni mtafiti kama mimi naweza kuwa mtafiti. Nataka kutafiti kuhusu kipera hiki cha mawaidha na wosia. Wanakuuliza kwa mfano, eleza changamoto mtakazopitia katika kutafiti. Au niulizwe, eleza mbinu zozote 4 zitakazotumia katika kutafiti. Kuna mbinu ya kukusanya data kama kurekodi, kunakili, kupiga picha, kutumia video, kutumia kinasa sauti. Mwaka jana KCSE waliuliza wanafunzi wapeane udhaifu wa kutumia kinasa sauti katika kukusanya data. Udhaifu. Naam. Kwamba unapotumia kinasa sauti ile mnaita recorder, udhaifu ni upi? Ile mnasema disadvantages of using. Wanafunzi waliuliza alama 7. Wale wa kushika vitu kwenye kichwa na kukram waliona moto. Hapo kwa sababu ni swali ambalo hukutarajia. Sisi tulitarajia kama unasoma unatarajia. Kwa sababu kuna mchakato wa kukusanya data katika fasihi simulizi. Ile mada ya mwisho huwa ni ukusanyaji na uhifadhi wa data katika fasihi simulizi. Chini yake kuna vitu vingi. Kuna njia za kukusanya data, kuna mahojiano ile mnaita interview, kuna hojaji questionnaire hiyo katika Kiingereza, kuna matumizi ya vinasa sauti ile mnaita hiyo tumesema kwamba inaitwa recording, kuna mbinu ya kutazama observation, kuna mbinu ya kushiriki participation. Sasa hizo mbinu zote unaweza uliza sasa ueleze umuhimu wao au udhaifu. Na nikubie siri, ni mwaka jana nimeona udhaifu na ibia tu siri yanga. Baada ya kutahini mtihani napenda vitu ambavyo vinaongeza kitu fulani, vitu ambavyo ni chanya si hasi. Kwa hivyo lazima ujue umuhimu. Kwa sababu nataka waseme wakufundishe kwamba unapotumia mbinu ya kusanya data kama kuandika, umuhimu wake ni upi? What are the advantages za kutumia maandishi? Ukitumia hojaji ama ile inaitwa questionnaire, what are the advantages? Na kuna hojaji wazi, aina za hojaji. Kuna hojaji wazi na hojaji funge. Closed questionnaire, open ended questionnaire. Hojaji wazi ni hojaji ambayo anayeulizwa maswali huwa na nafasi ya kujieleza. Lakini hojaji funge majibu huwa yamewekwa. Ulikula jana? Ndio, la. Kwa hivyo unachukua ndio au la, umefungwa. Hojaji wazi swali halihitaji jibu la moja kwa moja, unaweza jieleza. Naam. Close questionnaire, open ended questionnaire. Baliba tukianza kuzungumzia masuala ya kusanya data tutazungumza sana kwa sababu hivi ndio tunapenda. Tuangalie umuhimu. Umuhimu. Kwa dakika chache alafu tuende kwenye maapizo. Umuhimu wa wosia ni nini? Moja, unaangalia tu katika sifa utapata umuhimu. Mbona nitoe wosia
nataka kuelekeza. Naam, kwa hivyo muhimu moja ni nini? Kukuza maadili mema katika jamii. Pili, huwaelekeza wanajamii kuhusu masuala fulani, ama huwaonya wanajamii kuhusu masuala fulani ambayo yanaweza yakawaathiri au ni mitazamo hasi katika jamii. Ushauri ama usemi vile vile huwatia moyo wale ambao wanapitia machangamoto fulani katika maisha. Alafu hiyo waleta pamoja watu. Naam, waleta pamoja watu vile vile. Vile vile unaweza sema kwamba huwatuliza na kuwapatia matumaini wanaopitia changamoto fulani maishani. Mfano, kama wapo wewe una matatizo katika ndoa yako na nikuja nikupatie wosia, waweza baada ya wosia waweza ukaona kwamba sio yote yamekwisha. Angaa kuna nuru kuna nafasi nzuri. Kuna angaa nafasi ya kujiboresha. Kwa hivyo vitu kama hivyo, na nadhani kwamba masuala kama haya wanafunzi wakizoea kuelewa, watafanya mtihani, wataandika majibu bila matatizo. Kwa sababu hata wewe ukiangalia maliba vitu ambavyo tumezungumzia, iwapo umeelewa haya maswali unayajibu tu vizuri sana bila matatizo. Lakini shida ni kwamba tunataka tutumie matine, tuchukue vitu moja kwa moja tuweke kwenye vichwa, tuna cram na itatusumbua sana. Nani wanaowashauri hao wanafunzi kukram vile vitu? Hao wenyewe wengine, si sema ni walimu. Kuna vile vitabu vya njia fupi vile mnataje. Kuna formula wanazozitumia, wengine wanatumia nyimbo, wengine wanatumia vitu vipo vingi tu wanatumia kufanya vile. Lakini mimi nasema kwamba mwisho wa siku, iwapo tutaendelea na mtindo huu hatusomi. Wajua kama na utahini. Wajua kwa nini Maliba anaweza kuja studio na nizungumze? Ni kwa sababu nina knowledge. Iwapo sina elimu siwezi. Iwapo mimi ningefundishwa shule kwamba nishike ndipo nifanye mtihani nipite, singekuwa hapa. Ungelisahau kitambo sana. Kwa sababu ningekuwa nafanya ile kuhushika. Ndio nifanye mtihani, baada ya pale na sepa. Siwezi fanya chochote. Leo hii nazungumza na naelekeza watu kwa sababu nilisoma nikaelewa. Ndipo sasa nasema tugeuze na tubadilishe mtazamo. Iwapo tunataka kusoma kwa minajili ya ile tunasema education for sustainability katika Kiingereza, basi lazima kwa sababu tunauliza swali siku zote, tunapata nini haswa kwenye haya masuala ya masomo? Tunapata nini? Je, baada ya miaka 4, miaka 3 umekuwa college na kadhalika, umepata nini haswa? Masomo haya yamekuathiri vipi maishani? Ama wewe ni mtu ambaye umesoma kwa sababu ya kusoma na ukamalizia pale na ukaenda mbele na maisha? Kwa hivyo lazima tubadilishe mtazamo. Kwa hivyo sifa tutoe kwa umuhimu. Sifa tunatoa au muhimu kuja baadaye. Lazima tuanze na kipera chenyewe ni kinazungumzia nini haswa, tuelewe mfano wa hivyo vipera. Kisha pale tutapata kwamba kipera iwapo kinanuia kufanya kitu fulani, basi umuhimu wake utajitokeza pale. Lakini sasa vile vile namna ambavyo tunawasilisha hiki kipera na kitu ambacho kinafaa kufanya inatoa sifa pia. Kwamba tunazungumza mbele ya watu, hadhira, sifa yake utolea mbele ya hadhira. Tunazungumza kwa lugha ambayo inafaa kuelekeza, basi lugha inayotumika huwa ni lugha ambayo inaelekeza na kadhalika. Kwa hivyo si ngumu, ni rahisi tu. Mtazamaji, dakika hizo 12 zinasalia kufika saa 5 asubuhi. Kipindi ni Dawati la Lugha. Mwalimu Brian hapa anatuelekeza ipasavyo. Anakuja kulaani watu. Mtazamaji, endelea kutizama leo. Hebu mwalimu, umesema kwamba kuna kulaani watu hapa. Lazima nilaani mtu leo. Leo hakuli rahisi. Lazima mtu nimtamlaani. Anaomba ulaani sasa. Anza kulaani maapizo. Na katika maapizo mimi naapiza, na leo naapiza watu. Kuapiza. Iwapo ushawahi nikosea, leo ni siku yako na kuapiza. Kuapiza. Naam, na kuapiza. Wajua hiyo neno gani mwalimu kwa watu wengi, ndio sababu unarudia yani. Naam, kuapiza, maapizo. Maapizo sasa ni kipera, lakini neno ni apiza. Kuapiza ni nini? Maombi maalum, maombi rasmi maalum ya kutaka kumlaani. Wacha kuonyesha kidole mwalimu, wacha kuonyesha kidole. Maapiza, maombi maalum ya kutaka Mungu kumlaani mtu au miungu walaani mtu aliyetenda kinyume na matarajio ya jamii. Hiyo ndio maapizo.
Maapizo narudia ni maombi maalum ama maombi rasmi ya kutaka miungu au Mungu amlaani na kumrekebisha mtu ambaye ameenda kinyume na matarajio ya jamii. Ndo maapizo. Tena kama tu mawaidha na ushauri. Maapizo mara nyingi utapata utolewa na watu ambao wamezidi watu umri. Kama mfano kuna watu hizi ni apiza. Kama Hira na hizi ni apiza. Mimi naweza muapiza lakini yeye hizi ni apiza. Kumaanisha ni mtoto. Kwa hivyo maapizo pia ni kwa mtu mkubwa, kwa mtu mara nyingi. Kwa mfano tu watu ambao wanaweza kuapiza kwa mfano. Iwapo wewe umeolewa na watu wanasema kuoleka, hakuna kuoleka. Ni kuolewa. Neno ni kuolewa. Nilisikia mtu anasema kuoleka. Unakasirika kama mwalimu unasema sasa huyu anasema nini? Kuoleka ni nini sasa? Kuolewa. Unaolewa. Neno ni oa, naam, oa. Ukitenda unaolewa. Umetenda sasa umeolewa wewe. Umechukuliwa rasmi, umeenda kwenye ndoa. Niko nasema dada zetu ambao wanaenda wanaolewa na vijana na kaka zetu, wakifika pale kwenye ndoa wanaanza kuleta mihemko pale, wanaanza kuleta rabsha katika ndoa. Alafu baada ya zile rabsha kuzuka wale wale wakwe zao wale mama alikotoa mke wibwa wanaamua kukasirika wa kuzungumza masuala fulani mabaya kuhusu huyu binti. Anaapizwa mfano mimi nina mzazi mama ambaye nampenda sana, alafu mimi sina baba. Sasa ni mfano napeana lakini mfano huo ni hai. Sina baba. Mama tumekaa naye tangu nikiwa kidato cha 3. Baada ya babangu kuaga nimekuwa mtu mzima, leo hii mimi mwalimu. Mamangu na mimi na jamii yangu tumeishi tukajengana tukafika leo sehemu tumefika. Mke wangu leo hii aende kinyume kwamba anikataze ushirika na mamangu, aseme hata watoto wetu wasiende kumwona mamangu. Mamangu akipita ni mzee yuatema mate na kupata sasa mke wangu huyo yuatema mate. Nikimwambia jamani mamangu hana uwezo wa kupika chakula ambacho tunapika na tukampe mama ale, anasema hiyo si kazi yangu. Mamangu anaweza kasirika aenda kajifungia mahali, aseme ikiwa kweli wewe ni mkaza mwanangu, nami ndiye niliyokuzalia mwana unaoringia, na wajukuu wangu kunikataza ushirika na kukataa kuniuguza katika utu uzee, na miungu asikie kilio changu. Anakuapiza. Na wajukuu wako vile vile wasikuuguze katika utu uzima wako. Na imani na amani isikufuate na kuandama katika ndoa yako. Sasa waona haiji tu hivi. Mbona mamangu anamwapiza? Ameenda kinyume na matarajio katika jamii. Kwa hivyo maapizo hutolewa kwa watu ambao wamefanya makosa katika jamii, hawajatenda inavyostahili. Naam, wewe lazima kuapiza mtu ambaye hana matatizo. Kwa hivyo lazima tuelewane kwamba unaapiza watu ambao wamekosa. Kwa hivyo ni maombi rasmi ya kutaka kwamba makosa aliyofanya isiende bure. Na yale maapizo mara nyingi hutolewa na watu wakubwa. Naam, nilivyosema hutolewa watu wakubwa kwenye jamii. Maapizo. Lakini si lazima itolewe watu wakubwa watoe alafu watoe kwa watoto. Unaweza toa tena kwa mtu mkubwa. Hata mtu mkubwa anaweza tolewa. Kwa mfano mwizi katika jamii. Katika ufalme wa jamii Osinga, mwizi umeenda umeiba dhahabu. Wazee wanaitwa kwenye kijiji wanasema dhahabu zimeibiwa na mtu ambaye ameiba tunamjua ni Osinga. Osinga ni ndugu yetu mkubwa. Anatoka pale katika mzee yule. Ndiye alifanya hii kazi. Wazee wanaangalia sema mna uhakika ni aliiba? Ndio tuna uhakika. Wazee wanasema songeni pamoja. Ikiwa kweli wewe Osinga ni moja kati ya jamii yetu tukufu, na leo hii umeamua kwamba utaenda kinyume, ukatuibia dhahabu, na leo hii ukatutia doa, tukakaa wabaya mbele ya watu, na miungu asikie kilio chetu. Familia yako iandamwe
matatizo kila wakati. Uwizi ulioanzisha leo hii iende ikamalize na kizazi chako. Waona sasa wanamwapiza. Mbona unashtuka Maliba? Mimi siapizi watu. Unavyozungumza, unavyoelekea vile ambavyo unatoa yale maelezo ndio kidogo na shangaa mwalimu vipi bwana. Simnakwambia naapiza watu leo. Leo nilisema ninapiza watu. Kwa hivyo ukienda kinyume na matarajio ya jamii unaapizwa. Hayo ndio maapizo. Na maapizo ni kipera chini. Watu wanajua kwamba tunazungumzia mazungumzo. Kwa hivyo mawaida ambayo tumetoka kuzungumzia na maapizo ni vipera chini ya mazungumzo. Kwa hivyo utaanzu ni mazungumzo, kipera ni maapizo, na vile vile kipera kingine kile kilikuwa ni nini? Ni mawaida. Alafu Jumamosi ambayo imepita tumezungumzia mazungumzo lakini vipera viwili. Hotuba na malumbano ya utani. Naam. Kwa hivyo bado malumbano na utani, maapizo, mawaida, hotuba, hivi vyote vipo chini ya nini? Mazungumzo. Na labda kuna mahali nimepotea kidogo. Wakati ambapo unatoa labda mambo ambayo ni ya kutaka kumhukumu mtu mara nyingi unatoa mahali ambapo yupo ama kama hayupo hata. Njia zipo mbili. Unaweza ukatoa akisikiza. Unaweza toa kisikiza kwa sababu wewe ni mtu mkubwa. Yeye ni madharau alikufanyia na alifanya vitu vibaya. Unaweza zungumza naye tu akisikiza. Kama kwa mfano ukimwambia ikiwa kweli wewe ni mkaza mwanangu, nami ndio nilikuzalia wana unaoniringia, na wajukuu wangu nikataza ushirika na kutoniuguza katika utu uzee, na miungu asikie kilio changu, usiwe na raha na amani maishani mwako. Wewe unamwambia, kwa hivyo unamwapiza kizungumza. Na vile vile unaweza muapiza bila yeye kutokuwa pale moja kwa moja. Pia bado ni maapizo. Alamdadi kuna mhusika ambaye ameenda kinyume na huyo mhusika anakashifiwa. Mwalimu, maapizo ni sawia na laana. Ni kama laana tu, kwa sababu ukimaombi ya kutaka mtu adhibiwe ni kama ni kulaani mtu. Kwa sababu hivyo vitu vikifanyika sasa tuseme amelaaniwa. Na tunasema kwamba alilaaniwa wakati fulani alifanya kitu fulani, ndio hizi laana zimemfuata. Mwalimu, unajua haya maapizo yapo sana katika jamii zetu hasa eneo la magharibi. Naam, yapo. Aswa kwa wazazi ambao wameenda umri, wakati ambapo mtoto anaonekana kutokuwa naye karibu, wakati ambapo mvua inanyesha, labda baba yumo kwenye nyumba ambayo ni ya nyasi, mtoto anaishi kwenye nyumba ya mabati, ghorofa. Baba anaanza kutamka maneno ambayo hayafai. Leo hii mimi nanyeshewa jamani, hamna kitu unafanya. Laana sana ndio hizo maapizo. Umenunua gari jipya, mwanamke mzuri anapendeza, kila wakati unafungua lango la gari mwanamke anashuka, mwanamke amesoma mrembo, watoto wazuri, mzazi wako mwenyewe hata nyumba hana. Aibu. Watu wanakuheshimu kule nje, wanakuona kama sasa hivi tunazungumza, naonekana kwenye runinga, lakini nyumbani unapata mamangu anaishi maisha mabaya kabisa na mimi nipo na naishi maisha mazuri. Hizo ndio laana sasa tunazungumzia. Maapizo. Utaapizwa. Kwa sababu yule mzazi kila wakati ana machungu. Na anajiuliza kama iwapo kweli yeye ni mama yako mzazi ama baba yako mzazi. Na hasa kianza kuzungumzia hilo swala la iwapo kweli wewe ni mzazi wangu na kadhalika, ndio wanasema sasa ni laana. Wale watu wa Kikatoliki wanasema mimina. Sisi tunamimina laana. Je, wewe zinafuata mwalimu? Zinafuata. Utapata tu mtu ambaye, na ndio maana wanasema kwamba ukienda kinyume na watu wakubwa kuna vitu zitakufanyikia tu. Hujaona mtu ambaye ametupa mzazi wake akiishi maisha mazuri. Sijaona mwisho wake wa mbaya. Mara nyingi hivyo vitu, kwa sababu kila wakati yule mzee analia, anatoa chozi. Na ni kwamba anatoa chozi kwa sababu una uwezo wa kusaidia na kumsaidia yeye na ana haki, lakini wewe umeamua. Si kwamba unajua kuna ile kwamba mzee anataka lakini huna, tofauti. Hapa ni sehemu ambapo mzee anajua vizuri una uwezo, lakini wewe mwenyewe unafanya nini? Hujamsaidia. Naam. Kwa sababu ya muda tungeangalia sifa za maapizo. Sifa zinatoka pale tu kwenye maapizo. Ukiangalia kwa hiyo nikupatia utapata sifa pale. Hutolewa kwa ulaji kiapo.
Ulaji kiapo. Naam, kuna kiapo mtu anakula. Lazima masuala ya viapo hujihusisha sana kwenye maapizo, kwamba kuna kiapo fulani, kwa sababu tunazungumzia mtu ambaye ameenda kinyume na tunataka vitu fulani vifanyike. Kwa hivyo kuna ulaji wa kiapo yanatolewa kwa waliokwenda kinyume peke yake, nimesema hilo. Kwa hivyo maapizo hutolewa na kwa wale ambao wameenda kinyume na masuala fulani katika jamii ama matarajio ya jamii. Hufanyika mahali maalum. Kama ni ya jamii ile utapata wanaenda kama sehemu fulani, kama chini ya mti, ama wanaenda kwenye mlima fulani, ama kwenye nyumba fulani mtengwa ya nyasi, wanaenda pale wanafanya. Kwa hivyo ama wanakaa kwenye ngozi fulani, kuna vitu fulani wanaweka pale. Alafu vile vile maapizo huaminiwa kwamba huleta maafa katika jamii. Yaani mtu akiapizwa tu hivi lazima tutaona kitu fulani kibaya katika jamii. Kwa hivyo ufuatwa ama ufungamana na mambo mabaya katika jamii. Naam. Na mwalimu, unanikumbusha juzi kule ninakotoka yupo rafiki yetu mmoja, yeye usaidia wezi kufungua ng'ombe bwana. Zizi. Sasa wazee wa kijiji walikuja wakaanza kuulizia nani aliyeshiriki huu wizi, nani aliyetekeleza. Watu wakakataa. Wazee wakasema kwamba tunaenda kufanya, mnaita tambiko ama nini? Tambiko. Baada ya muda wa siku 3 yule alijitokeza kila nyasi. Vinafanyika. Sasa pale pale zaweka tu ni maapizo ya kisasa. Au matambiko. Matambiko yanatoka. Lakini pia vile vile kuna sifa moja ambayo tuko nayo kimsingi. Maapizo hutumia lugha kali ya kutia watu uoga katika jamii. Uoga ama nini? Sasa inatia watu uoga, japo zinafanyika pia kutia watu uoga ili kutahadharisha jamii dhidi ya maovu. Lugha ambayo inatumika huwa ni ya ukali na ya kutia uoga na kutahadharisha jamii dhidi ya maovu. Alafu mwalimu, maapizo mara nyingi utekelezwa na kina baba na si kina mama. Inategemea na jamii. Jamii kama ya wale wa pwani, wanadada, wanawake hufanya sana. Lakini yategemea, kuna jamii ambazo wanaume, sitawataja hizo jamii kwa sababu hapa ni kituo ambacho kinafaa kuleta umoja na mshikamano katika kitaifa. Nikianza kutaja jamii fulani kwamba ni wanawake wanafanya hivyo, jamii fulani ni vibaya, lakini inategemea na jamii husika. Kuna baadhi ya jamii ambazo zinaamini kwamba jinsia ya kike ndio hufanya. Kuna baadhi ya jamii ambazo ni jinsia zote mbili. Kuna jamii nyingine ambazo ni jinsia ya kiume peke yake. Kwa hivyo hutegemea na jamii husika. Na ndio maana wakati mwanafunzi anazungumzia sifa au umuhimu, kama kwa mfano umuhimu tutakatuangalie, lazima useme jamii husika. Sikutaja moja kwa moja. Na useme kwamba ama si kusema tu kwamba huelimisha. Haiwezi elimisha tu. Inaelimisha jamii husika, kwa sababu jamii yetu sisi pengine haina matambiko. Ni jamii ambayo inahusiana na hilo tambiko. Kuna jamii ambazo hazina vitu kama hivi. Kwa hivyo kusema tu huelimisha, mimi pengine jamii yetu haitaelimika, kwa sababu hatuna vitu kama hivyo. Kwa hivyo kuelimisha na kuonya wanajamii kuhusu maovu katika jamii husika. Neno husika, jamii husika nafaa kujitokeza. Naam. Sifa, tumemaliza sifa. Umuhimu. Japo mnasema kwamba maapizo ni mabaya, kuna umuhimu. Kuonya kutahadharisha wanajamii kuhusu maovu. Ukisikia mtu anaapizwa, hata wewe mwenyewe utashtuka, unasema ni vibaya kufanya mabaya. Ulivyokuwa unaniangalia ukishtuka nikisema ikiwa kweli wewe ni mtazamo wangu. Na hata toni niliyotumia na maneno niliyotumia ni maneno kali ya kukashifu na kulaani na kuleta maovu. Vile vile utambulisha jamii husika. Kuna jamii ambayo ina maapizo ambayo huchukua mkondo fulani. Kwa hivyo ukiona maapizo yale inatambulisha jamii husika. Kwa hivyo tunatambua kwamba jamii hii ni jamii fulani. Kwa sababu gani? Namna ambavyo wanaapiza hawa hii jamii ni jamii husika. Hukuza umoja na ushirikiano katika jamii. Kwa sababu gani? Ukiapiza watu kama ile, iwapo wewe mkaza mwanangu, huyo mtu ameenda kinyume na matarajio, kwamba tutarajia keti vizuri na mkwe na waishi maisha mazuri na wasaidiane. Leo hii mkwe anasema nini? Na miungu asikie kilio chake, watoto wake huyo mkwe wake
wanasema kwamba asiuguzwe katika utu uzima, na ambapo yeye mwenyewe amemfanyia huyu pia yeye afanyiwe zaidi. Unaona sasa pale hakuna ushirikiano. Kwa hivyo iwapo kuna ushirikiano, vitu kama hivyo vingetokea. Ndio maana tunasema kwamba maapizo pia vile vile ukuza ushirikiano, kuadilisha wanajamii kujifunza kutenda mema. Kuadilisha wanajamii ili wajifunze kutenda mema siku zote. Ndio maana unaona wale ambao wametenda mabaya ama maovu ndio wanaapizwa. Je, mwalimu, kabla hatujatamatisha na ningependa unisaidie pale, na sio mimi peke yangu, hata kwa niaba ya kwa faida ya mtazamaji. Kwa mfano mimi nakotoka watu watahiri na labda nimeenda kwingineko kwa nyanyangu, nimetahiriwa, narudi nyumbani, wazee wanafanya mambo yao na kuniambia kwamba ulikosa, ulienda kinyume na matarajio yetu. Je, hiyo pia ni maapizo? Utakuwa na kuapiza. Ulipaswa tohara na ukustahili kupaswa tohara. Kwa hivyo umeenda kinyume ya matarajio ya jamii. Kwa hivyo wewe ni kategoria. Maapizo ni nini? Maombi ya rasmi ya kutaka miungu, kuadhibu wale ambao wameenda kinyume na matarajio ya jamii. Kwa hivyo wewe upo pale chini ya wale walioenda kinyume na matarajio, unaapizwa. Naam. Maapizo, mtazamaji, dakika 6 hizo zimekwisha katika baada ya saa 5 asubuhi, tarehe ile tarehe 29 mwezi wa 3. Mtazamaji, awamu ya pili imefika kikomo. Tutakuwa tunaingia kwa awamu ya kwanza imefika kikomo, samahani, tunaingia kwa awamu ya pili kwa muda mfupi ujao. Asante sana kwa kutizama, endelea kwa kutizama tu mtazamaji, tutakuwa tunarejea kwa muda mfupi ujao. Ninaye mwalimu Brian. Ama mwalimu, una lolote kabla hatujatamatisha awamu ya kwanza? Sina lolote la ziada, nimewapatia nikawapakulia na nikawapatia kila kitu ambacho wanapaswa kujua. Kwa hivyo tukutane katika awamu ya pili, tukao tunazungumzia nguvu za jadi, riwaya ile. Kuna maswali leo tutaka kuzavia sana. Utahini bado tulianza utahini wiki jana, tunaendeleza utahini. Leo hii vipengele ambavyo tunatahini tutakuambia wakati wa awamu ya pili. Mtazamaji, salia papo hapo, sekunde za kuhesabu tutakuwa tunarejea. Mwelekezi ni Hiran, mimi ni Mike.